kwa sababu kimendo bana kingine ndio kwanza familia kila mara wewe mwenyewe mzoga hapa yani sasa unajifanya shambani wewe afadhali mimi si shambani lakini sipendi wanaume kama nacho hivi watakuwa wanapigana kwa nini?
nzuri sana. Hivi naweza kuipata vipi? Kaka David. Kaka David. Kijijini huko. Vipi kijijini? Kijijini? Kuna nini? Ugonjwa umemaliza watu. Umaliza watu? Sawa, tufanye ima tupeleke dawa hii tuweze kuwasaidia. Watu wanaharibika sana na ugonjwa huu. Wanaharibika? Wamekuwa mashetani, wamekuwa mashetani. Wamekuwa mashetani? Allah. Tufanye ima tupeleke ili dawa haraka. Dada jina yu wapi? Tumeachana tu hapa saa hizi, kila mtu ameenda njia yake, tujue hata yuko wapi. Twende.
Ni ugonjwa tu umesambaa zaidi. Umesambaa sana?
saba. Mama ile tuwe hakuna ugomvi kule. Na huko bado natumai kwa salama na ila tu ugonjwa hii unatutatiza. Lakini mfalme anaendeleaje? Yuko poa. Yuko poa? Asante sana. Kama sio wewe, najua wale wanyama wangenimaliza wale. Mashetani. Najua kila mtu ameathirika. Kaka. Kaka David. Yule nyumbani. Sasa nitafanyaje na kakangu kidogo potelea msuri. Hata ile mashida tu mingi. Mama
Ningafanyeje? Dawa ndio hii. Dawa ndio hii. Sina mtu wa kunifikisha hapa. Kwa kaka kichwa. Mara shemeji jina. Kwa peke yangu. Nafikaje kule? Sasa nimefika. Hata naombi haya. Nakaka mkete amepotea. Hata mimi nausika tu na nyinyi. Tunaweza itupo tu kwa maji hata. Huko kwetu wana kijiji. Mashetani hata sijui tokea wapi. Tena huko. Acha tu niende sana. Basi hivyo ningeitupa tu. Kichwa. Wewe. Unafanya. Unanipata mtaka kujiua kaka kichwa tafadhali niokoe. Wah. Sitakuonyesha. Waonyeshe, waje ni kakangu. Toroka. Isaac. Isaac. Kaka. Nini mbaya? Jina amepotea na dawa hii akanipige kijijini. Jina mpenzi wangu. Jina mpenzi wako. Kwani mlikuwa mnaelekea wapi kule? Tunaelekea kutafuta dawa bwana majenda ametupa kule kwa kiwango kile ya kijiji ya sasa lakini sasa jina amepotea. Ni baba kisha akapotea kila kwa alienda njia yake. Kijijini mambo iko namna gani? Nasikia mambo yameharibika. Hii dawa itasaidia watu ama iko namna gani? Hii dawa ni ya kusaidia watu kuponya watu. Ina maana wale wenye wameshaathirika wa ugonjwa watapona. Watapona kabisa. Kwa hivyo itaponya kila mtu. Itaponya kila mtu. Inabidi dawa iharakishwe iweze kuweza kuokoa watu. Lakini ninaogopa kuenda kule Mungu wangu kama shetani. Sasa kaka, twende
tu hapa na hao watu ambao watakuwa Sasa kichimikoje vipi mpaka wakati ungali tu na ungali hai hivi? Nakwambia mdogo wangu Isaac. Naam. Ni hadithi ndefu. Maana katika msitu ule wa Bondeni. Kuna tukio lilitokea. Tukio gani hilo kaka? Mambo kicho. Jina umemwacha wapi? Nimefikia mahali. Nasemaje? Nilikuwa nimekwambia mbaki naye pale mimi nikakabiliana na hii mambo mengine. Nimefikia mahali nitakuja nikusaidie wewe. Sasa wewe unafanya sema nini unataka nikusaidie ndio tupambane. Hawa watu wenye wamebadilika na kuwa mashetani wako wengi. Sasa wewe nao umeacha jina akiwa peke yake. Kitu kimzuru kule. Nimepambana nao, nimeua wote. Umeua wote? Nimeua wote. Sawa basi tukaende wote pamoja maana na ukwe makini. Kitu kinaweza kutokea hapa msituni. Umesikia? Unafaa kuwa makini. Sudi, unasikia sauti ya jina bado anapiga soka? Asisikie. Uko ndiko mwacha hapa salama kweli? Akopo. Nimekabiliana kitu ilio majibu nimeua. Kaa harakisha twende. Harakisha. Jina kwa anaumia. Wapi? Hapa kwa mguu. Kanitoa. Ai. Sudi. Nakwambia bana zicheze na dadangu wewe. Ai. Sudi. Jina mpenzi wangu. Yaani Sudi anaweza kanifanyia hivi. Kweli nimeamini asante ya punda ni mateke. Yaani baada ya kumsaidia kutafuta dada yake ndio ameamua kunifanyia hivi. Sikuamini Sudi anaweza nifanyia kitendo cha unyama kama hiki. Sasa nitajua ameenda na wapi. Ai. Jina! Kaka. Sasa Naam. ni hayo yote yaliyonikuta katika msitu. Pole kaka. Pole sana kaka. Sikujua yatakukuta hayo yote. Asante sana mdogo wangu. Kwa kuwa nishapoa. Asante sana kaka. Unajua? Naam. Kuna msemo ulisema ni heri uhifadhi mbuzi kuliko binadamu. Maana binadamu ana mauzi. Naam. Mbuzi akikuuzi utamfanya kitoweo bwana. Hii ndio mambo ya wanadamu. Ila kwa sasa hakuna muda wa kuongea juu ya hiyo zaidi. Naomba tukaelekezane moja kwa moja. Maana hapa msituni kuna bado hali hatari. Ni kweli kaka. Umeona yote ambayo yanatokea katika msitu huu. Jina mpenzi wangu amepotea hata sijui aliangamia na wapi. Hata mimi bado niko na kipande. Maana hili siku ya pili. Naona. Sasa ninachokuomba tuelekee. Tuweze kujua hali kijijini itakuwa namna gani. Sawa? Sawa kaka. Ila ukuwe makini, usidungwe na miba bwana. Nini miba inachoma? Ni kali sana. Sawa. Mimi nakusiri hivi. Itabidi ufanye ukipeleka dawa. Nipeleke dawa. Nilibaki nikipata mpenzi wangu jina mtu amelipia na watu ya costume. Sasa fanyaje? Nilikuwa naona. Umesikia? Nini tena? Kichwa nyuma yako. Kichwa, toroka bana. Toroka. Kichwa.
Afisa mimi siwezi kama nikusaidie kichwa. Aiza. Ala. Na maana watu bado wanapata watu wajerisha wote. Ndio hawa. Katoroke. Kuna mpenzi wako chini hao. Toroka. Wamekuwa wengi. Isaac. Kwa makini huko. Wacha nikakabidhiana na huyu. Naweza kufika kijijini kweli. Utafika tu. Naona unaumia mguu. Unaumia.
hata nikamalizana na huyu. Nilikuwa imenifanyikia. Amenuma. Nimefanikia. Wewe Jena! Jena! Yaani Jena umeniacha. Wewe mama yangu. Jena! Najua ameenda wapi kweli. Hata mimi mwenyewe sijui barabara, nimechanganyikiwa. Jena! Jena je, uko wapi jamani mwenzangu? Jena kapotea.
Mama Kekitu mwenyewe sijui yuko wapi. Jamani ndamjua yuko wapi kweli. Nashua. Mambo. Poa, nilikuacha tukapatikana hapo kwa msichana. Jamani nilikuwa tupata mwenyewe nimechanganyikiwa jamani sijui hata sijielewi. Hata pia mimi sijielewi, najipata tuko msitu hapa. Jamani umekuwa wapi kwanza? Msituni. Ukifanya nini? Nijipata tu. Nikuulize unajua tena? Yana mjua. Sijui kaenda wapi. Hata pia sifahamu mwenyewe. Nakuja kijijini, watu wapo kweli. Manake sionyesha mtu mmoja katika mmoja hata tunamuona hapa elekeza nyumbani. Fahamu mjua, hata pia mimi nijipata huko. Hata sijielewi, yani niko tu. Itabidi tunde tukiangalia tunaitana mali wangu. Mama amepotea. Maji matamu. Kweli Mungu, pia tumani. Angalia maji haya. Maji mengi haya. Sinikwambie dunia. Niko na kakaangu. Kila kitu shwari sasa. Mambo yanaelekea tu kuwa nywe. Nikiwa na kakaangu mambo shwari. Nani kama mimi akiamua mimi sasa maisha yanaenda kusambamba. Amka sana. Acha niende zangu nyumbani huko mna kobra mna vitu nyingi huko. Nisije nikanimeza meza. Lakini haya maji haya. Jamaa tunataka sana. Kapotea tu. Kwa kwanza tatizo alipotea akaenda. Sasa ndio huyu sasa jina dadangu Ayubu. Sasa ndamjua yuko wapi. Safari nimejini milima na mabonde. Kutoka katika msitu wa bondeni bwana. Kumbe msitu unakuwa kubwa hivi. Hata mimi nimejionea mambo. Maana ni kina nani? Si ule ni Ashua. Sio ni Ashua ama ni nani huyu? Na yule rafiki yake. Kwanza Tabu katangulia, yeye kapotea. Sasa naye dadangu naye sijui kapotelea wapi. Sasa mimi mwenyewe nitaanzia wapi? Mama Kekitu naye hata huwa atembea kule Nyakundi. Leo hata simuoni. Shemeji yangu naye akaenda zake hata sijui kwa wapi. Acha mimi nashangaa sasa yuko wapi. Rafiki yangu jamani, hebu tusaidiane unisaidie kweli. Maana sijui hata Sasa nafikiria hali kijijini itakuwa sasa. shemeji. I saw. Wow. Habari zenu? Unatokea za wapi? Tumetoka tani za pili huko hivyo jamani tunazunguka. Tujaona jamani niko. Mungu amefanya miujiza. Unajua hata siamini kwani mngali hai. Kwani mngali hai. Siku ngani jamani. David, Asini huyu kaka David. Wallahi. Nakwambia simekumisi wewe. Kichwa. niambie shemeji. Nataka kuna dadangu yuko wapi? Jina. Jina nimemtafuta sehemu la kwanza la pili sijamuona. Kwa sasa Jina amepotelea msitu ya bondeni. Wakati walikuwa wametumwa na kakangu Isaac. Nakwambia tumezorodia. Jamani hata mimi sijielewi. Nimekutana na huyu rafiki yangu Vayo, tunaulizana 1 2 3 hatupati jibu. Tumefanya vizuri tukapatana na nyinyi. At least mtu ambie ukweli. Sisi hatujielewi kabisa. Mimi kwa sasa hivi nina
huzuni sana kwa kumpoteza mpenzi wangu Gina. Sisi dadangu sasa kapotelea wapi jamani? Mimi nataka dadangu mimi mbona tasielewi kweli? Siwe peke yako ndio kwa usilia kwa sasa hivi. Sasa hivi sio wakati wa kulia. Shemeji. Shemeji usilie. Kwa kwanza shemeji. Usilie shemeji. Tutampata wapi? Kwa sasa hivi shemeji sio wakati wa kulia. Ni wakati wa kutafuta wale wenzetu ambao wamepotelea katika msitu wa bondeni. Usiwe na shaka shemeji. Jamani, wametwalifariki katoto tu sisi jamani watatu. Sudi kaka. Kwanza Sudi yako wapi? Sudi sielewi sijui yako wapi jamani. Sudi mahali hapo kwa sasa na hisi hali yake sio shwari. Maana yule kabadilika na kuwa mnyama. Jamani tena Sudi. Jamani mnataka tusikie kwangu jamani. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo shemeji. Usifanye hivyo. Kwa sasa hivi. No, sasa hivi. Ngoja tukaelekee hivi kwanza. Mama Kekito jamani. Wanipotelea siku mrefu jamani, sikuoni jamani. Mwenzangu niko. Huko, mwenzangu wewe ulipata wapi Mama Kekito? Nimepata nini? Na kitu hapo wapi? Nimwache nyumbani. Akifanya nini jamani? Nana katika rafiki sahihi yani. Jamani hapa panakuja fanya nini? Sasa hivi unakuwa na mtoto hapa. Na kama melala ndio na yeye. Ukienda kule ukienda mtoni na mtoni. Hapana, mbona inaweza tunyeshea mvua? Sasa hiyo unaona janga hivi. Unajua janga inaweza pata mtoto kule nyumbani. Hapana, kuna mbaki. Wewe na mbaki aje. Mbaki yako na yeye. Okay, basi. Mbona kijijini? Kijijini hatuko salama nakwambia. Kijijini hatuko salama manake dadangu naye kuja kumtafuta huko msituni sijampata. Janga ilitokea kapotea. Hata shemeji yangu naye hayupo. Kakangu naye katoka kaenda tu sijui kapotelea wapi. Naomba tu mnisaidie. Mwenyewe nimesema tu hapa sina mwelekeo sijui nianzie wapi. Manake sina mtu kumuuliza kule nyumbani. Mamangu mwenyewe hayupo alifariki akatusiwa hata watatu. Mimi kakangu na dadangu. Vipi kuhusu Tabu? Tabu mwenyewe tena kaenda zake hata sijui kaenda wapi. Hata mwenyewe mzee Majembe naye hayupo sijui kaenda wapi. Tabidi tutafute. Sasa tutafuta nini jamaa? Mwenyewe hapa mimi sijielewi niko tu mtupu hivi. Sijui nianzie wapi niende wapi. Hii msituni nimeshangaa msituni makubwa. Yaani tunapotea tu kila mmoja. Hapa kijijini hata sielewi. Manake hivi nilienda kule msituni. Nimerudi kijijini kumebadilika. Hata sielewi. Wenye niliwaacha kule kijijini sijui wameenda wapi. Yaani nimeshindwa. Hata Mungu ni mzuri, nikutana naye Mama Kitu, nikutana na wenzangu ili tuelekezane tujue hapo tunaelekea. Sasa tabidi tutafute mfalme mwingine. Tutafuta mfalme wapi? Katika kijiji cha nne huko mbali. Wale sijui hata wanajua chenye imeathirika katika kijiji cha hii cha Bondeni. Naomba tusaidie. Tuombe Mwenyezi Mungu akatusaidie manake tunaenda kule ni babaya sana. Tujue tunaelekea wapi. Itabidi tuangalie. Tuangalie mmoja. Nikumba tu Mwenyezi Mungu akatuelekeze manake huko mbele tujue tunaenda wapi. Sisi wenyewe ni wadogo hatuna mwelekeo. Sasa imekuwa hata sisi niseme hivi. Mwezi sasa inakwambia. Mimi alipotelea jamani. Bidi iko. Jamani sasa. Katupotelea kwa mezani. Tumambiwa suli kwa Aisa tuambie. Amesema la kusema. Hata sisi tunasema sisi tumeomboleza tu tumechoka. Sisi tuanzia wapi? Tumalizie wapi? Maybe nyinyi wenzangu mmekuja mtambia kwa moja mbili tatu cha umesikia. I think tujue tutafanya nini. Kwanza sana
Wale nisipoweza kutuma salamu zangu na sasa hivi. Sijui hata niseme nini. Kwa sana. Nakwambia hata sijui nilienda wapi kweli. Kwani mjui? Tukiona siku ndaliana naye. Mimi sasa karibu nipate mke. Acha. Hata muulize kakaangu hapa hivi ataambia ukweli. Mweza tukuulize. Kwanza machapi. Shemeji kichwa. Yoaje njiani mle? Nakwambia, nake nakumbuka dadangu mali hapo sasa hivi sijui. Nashinda kuelewa tutaanzia wapi na malizia wapi. Jamani achane na hiyo story tu. Acha Natumai yuko salama. Kama vipi? Kama kwa salama atashukuru. Atumshukuru tu Mungu. Sio yuko salama. Manake sisi hata vitu hapa hivi tunashukuru Mungu. Manake tumekuwa kwa msituni. Tumepitia changamoto makubwa na madogo. Na kwa yote Mungu amefanya na ameshindia yote. Au sio wenzangu? Kaka, nikuulize. Shemeji yangu kichwa kaenda. Shemeji yako kichwa. Shemeji yangu kichwa. Yoaje njiani? Kwa njiani ya nyumbani saa ngapi bwana simuoni. Nampe tu madakika. Manake bibi anajua mimi ametoka jambo moja mbili tatu akatueleze. Yoaje nimekuwa naye lakini nimemwacha na rafiki yake. Vipi kuhusu Sudi? Sudi tangu aondoke pale kijijini. Sijui habari zake sasa anaendelea vipi. Manake sijamuona tena. Jamani, Sudi kakangu. Ndio Sudi sasa. Kama leo shemeji umepotelea wapi? Ndio Sudi. Ndio Sudi. Jamani kakangu jamani. Kaka Sudi. Shemeji yangu umwacha wapi? Shemeji kichwa. Sijui. Umjua mwacha wapi na yeye ndio unaelekea naye. Akapotelea wapi? Sijui bali. Okay, sawa acha basi tamsubiri tumemsitaka kaka hizo hapa amesema atamsubiria anakuja hata tumsubirie jamani. Mimi niwaambia hakuna kitu kibaya tumemtendekea lakini mwasema hapa ati kuna jamani. Naona miujiza inatokea. Tunamshukuru Mungu. Tunashukuru Mungu naye apatikana. Kwanza mambo yake tutazungumza. Vipi China? Vipi Ashua? Ashua mimi niko mzima sina tatizo. Labda tuambie dadangu yuko wapi?
Ina maana tokea ile siku ile tumepatana msituni hajaonekana hapa nyumbani? Mimi sijamwona dadangu hata siku moja. Naomboleza leo nasema maana yake shemeji yangu anakuja na dadangu. Sasa mimi nashindwa. Mfalme Majembe ako wapi? Mfalme Majembe kapotea. Pia naye amepotea? Kafariki na hili janga. Na vipi kuhusu ule shemeji yenu ule mwingine Snyder? Snyder mwenyewe kapotea, tukaenda wapi shemeji, tukapotea kaenda. Hili janga kama limemleza. Sasa nafikiri tukakae maneno kidogo, maana nilikuwa naelekea pale nyumbani, kuna ng'ombe zangu nimewaacha pale. Inaweza kuwa nakula hata nyazi ya wenyewe pale. Hamna shemeji. Sasa naomba tukaketini kidogo. Sasa vipi dada Ashua? Mimi sina tatizo, mimi nitaka dadangu nitakapomoa, maana yake amenipotea muda mrefu sana. Yule atakuwa shanga, kwa maana ni siku kadhaa zimepita kwa ile siku. Najutia sana kumpoteza kipenzi changu chini. Wewe unajutia kumpoteza kipenzi chako na mimi najutia kupoteza dadangu. Kwa kweli, ila tumuombe Mungu sote, maana ametuletea dawa, imetuokoa wale ambao tumesalia. Ila si wakati wa kufurahia na kunini. Sasa ni wakati wa kujua ni jinsi gani tatizo la kuokoa na wale wengine. Maana sisi tumepona. Ukiwa umeshapona hivi, ina maana wewe sasa utatumika kuwa tiba kwa wale wengine wamesalia. Maana tusifurahi tukiona kwamba sisi ndio tunastahili. Pia na wale maangamio wakiokoa maisha yetu sisi. Wale wamekufa kwa ajili yetu sisi. Sasa tuombee rehema hata kule mbinguni wanapoenda, Mungu akawahifadhi mahali pema. Sawa? Shemeji, sasa si wakati wa kulia. Maana tabiri tusahau yale yaliyopita, ugange ajayo. Maana hili janga limekuja sio tu sisi ambao tunaomboleza, bali dunia mzima ni watu wengi wameweza kupoteza maisha yao. Hapa msemaji hizo? Ni kweli yaliyopita si ndio yalitanga ajayo. Kwa sasa hivi hata mimi nina uchungu moyoni. Maana sijui uchungu itakuja niondokea lini. Ila inabidi nisahau. Sijali kaka. Mmoja utapata furaha maishani. Mimi hapa nina huzuni, maana kama tunaelekea kule mbele. Hatuna msimamizi, hatuna mlinzi, tupo tunatuona hivi. Na sasa yule mfalme ambaye alikuwa anawaongoza kijijini, inaonekana ameshaangamia pia na yeye. Ndio. Sasa jina Mamake mimi Ashua. Jina dadangu. Pole sana shemeji. Maana kaka, kumbe ulikuwa umempenda jina mpaka umuita kaka. Jina nilikuwa nimempenda sana, kuna vile nilikuwa nimempenda na shinda hata jinsi gani naweza. Sijui jinsi gani naweza eleza jina. Ila licha kuwa tunaomboleza, itabidi tusahau na yote haya. Kutokana na jinsi imefanyika, kwa sasa hivi tutafaa tujue jinsi gani kulinda kijiji. Itabidi mjue ni nani atateuliwa ili kuongoza kijiji kiwe imara. Ama nitakuwa nimekosea Ashua? Hamna, uko sawa kabisa. Mimi nafunga mkono. Hata mimi nafunga mkono. Ama kuna haya kupima kwa kupinga hii maneno? Hamna. Ila Ashua, kuna jambo moja ambayo itabidi niliseme mbele yenu hapa. Licha kuwa na majanga alikuwa ametokea kwa mwingine, wewe ulikuwa hukuweza kushuhudia. Kuna jambo fulani wewe kijana ambaye nikakako alifanya juu yangu. Hebu kwanza simama. Ongea alafu umekaa chini. Mama, kwani kakangu kafanya nini tena? Huyu kakako amenitenda. Maana siku ile tuliondoka hizo, tukaenda kutafuta China pamoja na wale wengine na Ashua. Alinipiga na akaamini ameniangamiza kwa sababu ya mimi kutembea na mdogo wake. Utaka wapendane, wewe utamuoa dadako. Sina romba. Sasa ilikuwa ni kuambiga. Hata kuongea maneno tu. Ulinzi gani? Una roho mbaya wewe. Una roho mbaya wewe. Na wiko na roho chafu wewe. Huyu Sudi licha ya kuwa ni shemeji yangu, tokea mwanzo alikuwa feli kabisa mahusiano yangu na Jina. Na mimi niligundua yale tokea mwanzo na nikawa ninakuwa na umakini sana. Maana mimi kama sio ushujaa ambao nilio nao, ningekuwa nimepotelea msituni. Na kwa muda wote ulikuwa na mimi nishaangamia. Ila kwa neema ya Mwenyezi Mungu niling'ang'ana pale msituni hadi sasa hivi nimeweza kutoka nikiwa salama na kuweza kuokoa na wale wengine. Kama umemkosea shemeji, muombe, mimi napenda muombe msamaha, mpendane, mrudi kwa wale kawaida.
Naomba msamaha. Mbona kaka amenyenyekea magoti? Maana huyu ndamsamea sasa hivi. Kesho atanitafuta tena. Na atanifanyia kitu. Mimi nafikiria mnyamuile ni jinsi gani kufanya. Maana huyu mimi sina msamaha naye tena. Maana ashanikwaza muda mrefu. Baba msamehe, mimi naomba msamehe kakangu. Mimi sio Mwenyezi Mungu napigia magoti. Kama utakuwa umekubali makosa yako na umetii kwamba utarudia tena, Mwenyezi Mungu pia ameona. Sawa? Mimi sina kikwazo tena na wewe. Licha ya kuwa ni mara ya pili sasa nimekusamea. Nafikiri mara tatu haitatokea tena. Kabisa kabisa? Haya. Hebu kaketi. Sasa wana kijiji. Ya? Yote tumeweza kuzungumza. Nafikiria kwa sasa hivi kila mtu anajua nafasi yake jinsi ya kufanya. Sawa? Mimi kule naelekea. Niko harakati ya kuendelea kutafuta na wengine. Tujue nani ambaye baada hajapata kupona, nani ameweza kupona. Ili tuzidi kuokoa na wengine zaidi. Sawa? Ndio. Maana hatutaketi tu tunyamaze na watu wanaendelea kuangamia siku baada ya nyingine. Hili janga ni mbaya. Na linaua watu usiku na mchana. Ukishaambukizwa ni masaa ndio unahesabu. Kama wale wameshatoweka wale. Sasa mimi kwa sasa nilikuwa naelekea kule shambani. Na nilikuwa namtafuta huyu kakaangu Aizo. Na bahati mzuri nimepata, kumbe alikuwa amekuja kuwasalimia hapa kijijini. Kwa sasa hivi Aizo, mimi nafikiria niondoke. Wewe kama utasalia unajua muda wa kukuja nyumbani, sawa? Wewe wapi mko nyumbani kwenu? Shemeji hamna. Nataka tu shemeji. Kaya hapa sasa ukienda hivi unatuacha sisi hatuna mbele wala nyuma. Hapana. Kwa sasa hivi. Hapana. Sasa mnataka nifanye nini kingine? Tunahitaji hapa kijiji. Unanihitaji mimi? Tunahitaji manake tunahitaji hapa. Kwa lipi sasa? Ili utuongoze. Manake hatuna mtu wa kutuongoza hapa kijiji. Ndani uongoze kwa lipi? Nataka utuongoze uwe shujaa. Jia wa shujaa hapa kijijini. Mimi sasa nikawa hapa kijijini. Na yuko kijijini kwetu nani atachunga kule? Hebu nielezeni sasa. Mimi ningependa ubaki hapa kijijini uweze kutuelekeza. Manake Mfalme Majembe amefariki na hili janga. Mimi ningependa utuongoze hapa kijijini. Utaule wewe mfalme wetu. Wewe unataka mimi nikawe mfalme wenu hapa kijijini? Hata nyinyi mnaunga yeye mkono? Ndio. Mimi nakataa, maana kuna kaka Sudi hapa. Kaka Sudi ili tuongoze sababu na hizo hasira zake. Kaka Sudi ni muongo, ni mnafiki. Kaka Sudi tena ni kaka mimi ndio sijakataa. Lakini moyo wake hautaambatana na ile kitu ambacho tutampatia. Kaka Sudi ana hasira. Unaona? Kama kaka Sudi kama nimekosea na Mungu anisamehe kwa hiyo. Nyinyi mnasemaje kuhusu huyo? Huyu yuko na hasira. Nipende uwe kiongozi. Hata unaunga mkono mimi niwe kiongozi? Na kule kijijini kwetu. Sasa nimekupata vizuri Ashura. Na nimeshukuru sana mahusia yako. Maana yameweza kujenga ndani ya nafsi yangu. Kwa sasa hivi mimi nimekubaliana na hilo. Sasa itabidi kutokana na haya majanga. Itabidi tuwe na ushirikiano kutoka hii kijiji hadi kijiji kingine. Maana Mfalme Majembe alikuwa rafiki wa muda mrefu sana na baba yangu. Baba yangu aliniambia mambo mengi sana kuhusu wakati mimi ningali mchanga. Sasa kwa vile nimeweza kutokea vile, mimi nimeridhia. Sasa wale hata wanakijiji wa Kambi Mawe, ile itaitwa Kambi Mawe tena. Bali itakuwa ni kijiji cha muungano. Hii kijiji yote itaweza kuwa kijiji moja. Bila shaka sidhani kama kutakuwa na mtu anapingamizi juu ya hili. Hamna. Ama kuna mtu anapinga jambo hili? Hamna. Hakuna, si ndio? Ama nyinyi wenzangu mnapinganizi juu ya huyu? Hapana. Na nyinyi ndugu zangu? Hamna. Tuwa kitu kimoja jamani. Huyu Sudi hakuna chenye anaweza kuzungumza juu ya hili. Maana sitaki ili iwe sasa kesho. Nakuomba usimame usizungumze. Huyu anafaa kuzungumza kitu. Maana sitaki tukitoka hapa kesho kutwa ananipata tena huko nje na mawe anataka kunipiga. Kwa sawa kaka. Umeridhia kabisa? Hauna kikwazo. Sasa kabisa. Hauna kinyongo. Hauna kinyongo. Huyu anaweza kuwa na kinyongo juu yangu mimi baada ya mimi kuteua kuwa mfalme. Sawa kaka basi. Kinyongo kitameo kweli. Sasa hata mimi nimefurahi kusikia vile. Nashukuru basi. Nashukuru. Naomba Mungu. Karibu sana shemeji.
Huyu Mungu ni mkubwa. Nafanya jambo. Huyu rafiki yako? Anaitwa David. Yeah, you are David Mazuki. Sasa Yangu bwana. Inaweza? Unasikia? Lete salamu yangu hii. leo unaitwa nani? Huyu alikuwa ameniambia anaitwa Mayo. Na huyu? Naitwa Mary. Mary. Jina zuri sana. Na huyu? Makitu. Mama Kitu. Yaani Mama Kitu hana jina lingine. Huyo Kitu ako wapi? Kitu kwa nyumba na kubaki. Umemwacha kule? Sawa sawa. Na huyu? Purity. Pia hii jina safi sana. Safi kabisa. Huyu tayari nilikuwa nimeshajua jina lake anaitwa Ashua. Siku mingi bwana kijijini kule sikuoni. Niko tu. Sasa hivi mimi nashukuru nikipona tena mara ya pili. Tuna pia mimi nashukuru. Sudi. Mambo vipi? Za siku? Safi tu. Kai bwana mambo imekuwa sasa. Mambo yanasema. Sasa hivi mambo imekuwa vizuri sana. Ama nyinyi mnasemaje? Bado mnahuzunika tena? Hapana, hamna hata kidogo. Nafaa kuona furaha sasa hivi. Hata mimi nimefurahi wote wengine wangu anga bana. Ila mmesikia? Ila kuhusu yale nimewaambia. Mmesikia Ashua? Kila mtu anafaa kuwa jasiri kwa kila anachofanya. So, hakuna kulala. Siku baada ya nyingine tuzidi kuokoa na wengine, sawa? Na sasa mtu asikiwe na wasiwasi juu ya tatizo ile liko mbele. Kwa sababu sasa uko na kinga mwilini mwako. Hata kama utaweza kujeruhiwa na yule amekujeruhi, yule atapona na hata wewe mwenyewe utazidi kuwa sawa. Sawa? Umesikia Sudi? Kwa sasa hivi unafaa kuwa licha mimi nimechaguliwa kuwa mfalme hapa. Nyinyi mnafaa kuwa nyuma yangu ili mnitie nguvu ya kusonga mbele. Sawa? Sasa Ashua, mimi nataka nitembee kidogo nijue ni wapi nitapata. Sijui kuna mtu anataka kuongozana na mimi. Ndio sio tutelekana na wewe. Na mimi tena? Twenda kusema kazi shambani. Maana nataka tukae kwa mfalme wa kijiji. Unaona? Uko mfalme wetu. Tuongoze katika 1 2 3. Kama tunapata dawa sote tumepona. Namshukuru huyu Mungu. Sasa kwa sasa hivi tunaelekea huko. Kijiji hiki kijiji kadogo kalitwaje? Kijiji kadogo. Maomboleza au maomboleo. Wachana na kijiji cha Maomboleo. Pia kule tutafika. Tutafika huko. Kuna kijiji cha tatu hapa katikati inaitwa nini? Inaitwa Kaberazi. Kaberazi hapa Kaberazi. 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 Haka kijiji. Nafikiri pale mambo itakuwa si salama. Sasa tutafika kule, alafu kule kesho. Sawa? Vipi kuhusu yule mtoto wa shemeji yako? Nafikiri yako sawa? Ako sawa, ule ana tatizo. Pia aliweza kupona? Alipona, tulikuwa naye hata juzi. Alikuwa sawa kabisa. Kwenye shule atafikia. Mama yake ndio hatuko naye. Mama yake hayuko. Hili janga limemeza wengi. Limeenda na watu wengi sana. Sasa hatuna muda wa kupoteza. Unaona maana mvua imeshuka. Inaanza kutiririka. Kutiririka sasa mvua sasa hivi. Tuelekee sasa. Magari nasahau. Kuna kitu umesahau tena? Jamani. Wewe naenda mamawe tena unataka kusahau hivi. Hawezi sahau kitu kama hicho. Wewe umepanga kama mamawe. Samahani tena matatizo. Ashua. Sasa mimi nafikiria nyinyi mkaelekea kijijini kule, maana mimi bado namtafuta mpenzi wangu. Hapana shemeji. Naomba tu twende wote kijijini. Jumanake ukibaki ukibaki na nakufanyia tena. Mimi naomba tu tuende. Maana yake nimepoteza sister yangu, tena sitaki nikupoteze na wewe. Na nikuulize shemeji, nini nilikufanyia hivi jamani?
hali ya kupambana na watu wamekuwa msitu bwana. Ni muda mrefu nikiwa katika msitu. Angalia nilikuwa Pole pole. Kaka, hata mimi naona tu usibakie huko msituni. Kama umefanyia kitendo hiki alafu watarajia mimi nibakie na nani? Na wajua tu wewe pekee. Nielekee wapi? Kijijini. Kijijini? Hapana, mimi mpaka nimpate mpenzi wangu jina. Hakuna, wewe ukienda hata mimi naenda na wewe kaka. Wewe sasa, awe bado mchanga utaangamia katika hii msitu. Hapana, mimi siko pamoja na nyinyi. Kaka kijijini. Tuende kijijini. Twendeni tu kabisa. Msituni kitu kibaya za kufanyikia. Kwanza nasikia kitu kibaya kiko huko kama kuna chatu. Kuna tumbaya ambapo Simba ikikupata kaka. Simba jamani. Nyinyi nimekuja kugundua kitu moja nyinyi. Nyinyi mnanipenda mimi lakini hampendi mpenzi wangu. Hiyo ndio kitu nimekuja kugundua. Amna jamani unanikumbusha machungu ya nyinyi nafikia tu nyinyi mkaende. Nyinyi nafikia tu mkaende nyinyi. Kaka usiende. Nyamazeni, wacha niambie kitu kimoja. Wacha ushemeje abaki msituni, angoje atafute jina. Akishampata jina basi bado tumwombe Mungu akamtendee, Mungu akamlinde. Na kisha akiaga kule msituni mimi ndabakia na nani? Jamani sasa mtafanya nini kweli? Amba si mimi siendi, mimi basi nabaki tutaji. Nakusalia tena wewe. Basi tukaelekea kijijini basi. Kama nyinyi mtaki kwenda kijijini basi twende wote basi. Twendeni Mimi bado twende wote. Usibaki nyuma. Mmoja basi piteni mbele. Twende mimi na kwa nyuma kama tuko hapa hivi si wawili tunakulinda. Kwani hamniamini mimi? Hatukuamini hata kwa mimi sikuamini. Twende. Jinsi unafanana hivi. Angalia vile. Nafikia kwanza nikaenda niogelee kwanza kwa mto hii ya bondeni. Hamna maji makubwa yotelelayo jamani. Mimi unanionaje? Mimi najua kuogelea. Hamna kitu. Kifika tukienda kwa maji na kupeleka. Au sio mayo rafia? Ndio. Kabisa. Najua maji ni mengi. Hakutembea vizuri bwana, kuna mibakali hapa. Sawa, naangalia. Kwa maji. Na wale wenzetu bwana. Na wale wenzetu wanafanya hivi. Mkubwa.